Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi ambacho kimekuwa cha baraka mno, kipindi kizuri, kipindi kinachotufundisha mambo mbalimbali. Bado tunamtazama Yesu jinsi anavyoiona dhambi, na mfululizo huu umekuwa mtamu kweli kweli, na bila shaka unaufurahia. Mimi naufurahia, maana unanifungua zaidi na zaidi. Leo tuko bado na Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 13. Tumefika sura ya 13. Taanza kusoma mstari wa 22. Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji, akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu. Mtu mmoja akamuuliza, "Je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache?" Akamwambia, "Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkianza kusimama nje na kubisha mlango mkisema, 'Ee Bwana, tufungulie,' yeye atajibu na kuambia, 'Siwajui mtokapo.' Ndipo mtakapoanza kusema, 'Tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu.' Naye atawaambia, 'Nawaambia, siwajui mtokapo. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.' Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomuona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu." Amen. Pendwa, bila shaka umesikia habari hii. Habari hii inatokana na swali aliloulizwa Bwana wetu Yesu Kristo. Swali lilikuwa nasema, "Je, wanaookolewa ni wachache?" Ndipo Yesu akajibu akasema, "Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia kwamba wengi watatamani kuingia kwenye mlango huu, watashindwa, hawataweza kuingia katika mlango huu." Kwa nini watashindwa kuingia? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wao pamoja na kwamba Yesu alifundisha katika maisha yao, walikula na kunywa chakula alichokiandaa Yesu Kristo, hata hivyo hawakumwamini. Tatizo ni kwamba hawakumwamini. Yesu alipotengeneza chakula akawapa watu 5,000 walikula. Alipokuwa akifundisha walikuwemo. Lakini Yesu anasema siku ile atawaambia, "Siwajui mtokapo." Kwa nini? Ni kwa sababu hawakumwamini. Yesu anamwambia, "Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba," lakini hata hivyo watashindwa kuingia kwa sababu hawamwamini. Mlango mwembamba ni upi? Ni kumwamini Yesu Kristo. Wengi wanashindwa kumwamini Yesu Kristo, na kwa sababu hiyo mbinguni hawataingia. Ndipo Yesu anawaambia, watakuja watu kutoka mashariki, magharibi, kusini na kaskazini, wataingia katika ufalme wa Mungu, lakini ninyi mtatupwa nje. Kwa nini? Kwa sababu mimi nilifundisha katika njia yenu, nilifanya mambo yote pamoja nanyi, lakini hata hivyo hamkuamini. Sasa watu watatoka huko na huko, watawapita, wataingia katika ufalme wa Mungu, na ninyi wenyewe mkitupwa nje. Tafsiri yake ni kwamba dhambi hapa inaonekana kwa sababu ya kutokuamini kwao, kwa sababu hawakuzingatia, ya kutokuzingatia. Ndipo Yesu anawaambia watu watakuja huko, mataifa mengine wataingia katika ufalme wa Mungu, lakini ninyi wenyewe mtakuwa mmetupwa nje.
Hiyo ni ajabu kweli. Yesu Kristo alikuja katika Israeli, lakini Waisraeli baadhi yao walimkataa. Ndio hawa anaowazungumzia kwamba baadhi yenu mtatupwa nje, ambapo kule kutakuwa na kilio na kusaga meno. Kutakuwa na kilio na kusaga meno. Pendwa mtazamaji wangu, nje ni kubaya, nje hakufai, lakini ndani ya Yesu Kristo kuna raha, lakini kule nje kuna kulia na kusaga meno. Je, umejiandaaje? Ndugu mpendwa, ni dhambi kwako kutokumwamini Yesu Kristo, lakini itakuwa furaha kubwa kwa wale wanaomwamini Yesu Kristo. Hata hivyo, kama hujamwamini Yesu Kristo, bado haujachelewa. Nafasi bado ingalipo ya kuokoka. Naweza kuokolewa kwa kumwamini Yesu Kristo, la sivyo utatupwa nje kwenye kilio na kusaga meno. Barikiwe sana wewe ambaye umeshamwamini Yesu Kristo. Endelea kudumu humo, endelea kufurahia humo, endelea kubarikiwa ndani yake. Wewe ambaye bado, karibu, kuna raha kubwa sana kwa Yesu Kristo. Sisubiri kutupwa nje kuliko na kilio na kusaga meno. Wapi? Kule jehanamu. Watu watalia na kusaga meno, hata haitawasaidia kitu. Lakini kwa Yesu Kristo msaada tele umejaa. Na kukaribisha kwenye kipindi kinachokuja. Karibu tuungane pamoja. Inawezekana hujaniunga mkono kwa kusubscribe, kulike au kucomment kwenye akaunti yangu. Tafadhali fanya hivyo. Mbarikiwe sana ninyi ambao mnaendelea kufanya hivi. Mungu wa mbinguni awabariki. Tuko mwaka mpya, na watakia mwaka mpya wa furaha uliojaa neema na fanaka nyingi. Mungu wa mbinguni asikusahau, na wewe mwaka huu nao basi upokee baraka zako, upokee haki yako. Kwa neema yake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, uwe na wakati mwema. Amen.